Naamini matakwa ya Yanga amefanywa kazi kwa kile walichokuwa wamekitamka ama kikao cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hizi club mbili ndio pengine zimeleta hii suluhu. Mimi naamini kwamba matakwa ya Yanga yamefanywa kazi. Naam. Na ni kwa sababu ni matakwa ambayo yalikuwa ni ya haki. Okay. Sehemu ambapo hili shauri limesikilizwa na kuamuliwa ni sehemu ambayo ina haki kwa sababu watu wake wote ni wa kwake. Okay. Na pande zote tatu zimesikilizwa. Kwa hiyo mwenye shida ameonekana na ndo ameadhibiwa. Okay. Kwa hiyo hukumu iliyotoka ndo hukumu sahihi na ndo maana tunasema mpira umeshinda. Kwa sababu mtu ataniambia Simba hawajalalamika. Simba walilalamika tarehe 7 usiku kwamba hatuchezi na mechi ikaahirishwa. Sababu iliyofanya wanalalamika ni kwamba tumenyimwa uwanja a day before kutrain. Sio sababu ambayo ingetosha kuahirisha mechi. Mechi ikaahirishwa. Wananchi wamelalamika miezi mitatu kwamba hatujakubaliana na maamuzi, hatuchezi, hawajasikilizwa. Mpaka issue ilivyokwenda sehemu kubwa zaidi ili maamuzi yapatikane. Kwa kuna mtu anaweza akaongea usiku mitandaoni kwamba hatuchezi akasikilizwa na kanuni zikavunjwa, afu kuna mtu anaongea miezi mitatu asisikilizwe mpaka issue imefika sehemu kubwa ndo imeamuliwa. Lakini Hansi, huoni huyu kigogo huyu wa serikalini ambaye amepiga simu kwa meneja wa uwanja Benjamin Mkapa kufunga geti, huoni ndiye sababu wa haya yote haya? Na hata yeye pia ukiniuliza Paul Mkai natamani pia akae pembeni. Manake ndio ametufikisha hapa. Akae pembeni kwenye nafasi yake serikalini au akae pembeni kwenye upigaji simu kabla ya mechi? Ajitafakari tu kwa namna yoyote hiyo. And of course watu kama hao kwenye mpira wetu ndio tunaowazungumzia hawafai kwa sababu tunahitaji mpira kuchezwa. So kama kuna watu wanapiga simu hawafai. Lakini wewe bodi ya ligi umepewa mamlaka ya kusimamia kanuni. Kwa nini upokee simu na ukubaliane na kitu ambacho unaona sio sawa? Question mark. Tunarudi pale pale kwamba bodi ya ligi haina misimamo na hatuwezi kuendeshwa na bodi ya ligi ambayo ikipigiwa simu inalegea. Inalegea tu. Kosa bado liko pale pale bodi ya ligi. Kigogo amepiga ni kweli, sisi tunasimamia kanuni. Hatuahirishi mechi kwa sababu hamna sababu ya msingi inayofanya tuahirishe mechi. Kwa hiyo bodi ya ligi ime mess up big time. Kwa hiyo hapa hoja yako ni kwamba wakati ile simu inapigwa wangehoji kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu lengo lako ni nini? Kwa nini? Ni sahihi kwa sababu wao ndo wenye mamlaka ya mpira. Wao ndo wanatakiwa kusimamia kanuni. Sio Paul Mkai, sio Hansi, sio shabiki ambaye yuko mtaani. Ni bodi ya ligi kwa sababu wao ndo wenye ligi. How comes kigogo anapiga simu and then unapokea unaahirisha mechi? Then hauko strong. Na hatuwezi kuwa na viongozi wa bodi ya ligi ambao wakipigiwa simu moja wanafanya maamuzi ambayo hayafai. Unajua katika hali ya kawaida Mkai. Naam. Mimi nataka ni paint picha kwa kila mtu aweze kuiona wazi. Okay. Unajua ilikuwa ni kama mashindano ya yule ambaye anaweza kulalamika sana na yule ambaye malalamiko yake yatasikilizwa. Naam. Sawa. Na ndio maana ni kwenye mpira huu refa kama Ahmed Arajiga ukiwauliza watu watakwambia Ahmed Arajiga alikuwa refa mbaya lakini malalamiko ndio amembadilisha. Lakini muulize huyo mtu analalamika. Arajiga ni mechi gani ya wakati ule analalamika aliwahi kujaribu? Kwa sababu mechi zote ambazo huwa zinachezeshwa vibaya na marefa zinabaki kwenye kumbukumbu za watu. Sawa, unaweza ukakumbusha Dionisi ya Rukia kwa mfano wakati anamtoa Abdi Banda kwa kadi 2 za njano za ndani ya dakika 2 peke yake, unaweza ukakumbusha. Lakini hakuna mtu anaweza kukumbusha mechi ya namna hiyo ya Arajiga. Watu watakwambia kwamba ni kwa sababu sisi mashabiki wa Yanga tulilalamikia ndio amebadilika. Lakini kwenye mpira huu kuna matatizo, kwa mfano ya kiongozi kumiliki klabu alafu akaa kwenye board of trustees kwenye timu nyingine. Sasa the day kutakapokuwa na maamuzi ya kuondoa fundamental problems kama hizo, kwa sababu this means kwamba huyu mtu ana interest kwenye timu mbili anayoimiliki na ile ambayo anakaa kwenye board of trustees. Sawa. Huwezi kumsikia mtu yote anatengeneza narrative dhidi ya hilo, kwa sababu ni wale watu ambao wame own narrative ya mpira hapa nchini. Hilo jambo linawafaidisha
Sawa. Kwa hiyo the day wao wakikosewa ndio kesi inakuwa ya msingi. Lakini hapo utarudi tena, kama huyu mtu yuko huku, je, kanuni zinasemaje? Hilo nalo lazima tulitazame. Kanuni haisemi chochote kuhusu. Sasa kwa nini huyu mtu mnamruhusu? Umeelewa? Even though inajulikana na huo sio mjadala. Mimi nakuelewa, sio mjadala sasa hivi. Ni jambo ambalo anayekwambia mpira umeshinda, unamuuliza mpira umeshindaje wakati kuna mazingira kama hayo. Na kuna vitu ambavyo hatuwezi kuvizungumza hapa hadharani ambavyo vinaendelea kwenye mpira huo na vinafanywa na watu wao wanatajwa kuwa wameshinda. You can tell me kwamba eti kwa sababu kuna upande mmoja ambao umetoka katika hili jambo wakiwa nafsi zao zimeridhika. Sema umeshinda. Kuna mtu ameondoka na ndio walikuwa wanamtaka. Kamanda, kubali kwamba upande mmoja umeshinda wenye haki. Kubali kiri kwamba umeshinda. Hamna kupepesa maneno hapa. Haiwezi kuwa haki kwa sababu kuna mtu kama wewe ambaye anaipigania kwa sababu mpira wa Tanzania yani Yanga wakiwa wanatoa ligi mara 3 mfululizo, kulikuwa na haki imepotea msimu huu tu. Okay, sawa. Viongozi wa bodi ya ligi wamekuwa wabaya all of a sudden msimu huu. Asante. Msimu iliyopita walikuwa na laika, leo tu walikuwa wabaya. Na Hans, naomba mtulie. Tuko vizuri. Sawa. Tunarudi. Uwanja ni wetu. Safi kabisa. Sasa niende kwa Evans pamoja na Ashraf. Ayo, karibu maswali. Wakati nataka nimuulize Ashrafu na mkumbusha Hans, kuna barua ambayo tumetumiwa pia na Shaban Mgonja. Huyu ni katibu wa matawi ya Yanga. Wametupongeza kwa tangu jambo lote lilivyoanza, lakini mwisho wamemwalika Hans kwenye shughuli ambayo watakuwa nayo hapo mbeleni. Ipo hapa utaiona. Nzuri sana hiyo. Ashraf, mpira unaendeshwa kwa taratibu na sheria. Ndio una uendeshaji wake. Kuna sheria zake 17 na kanuni zake ambazo taasisi zinatumia kuendesha mpira. Na ukiangalia jambo hili lilivyoanza, watu walikuwa na nukuu kanuni. Hii ilitumika hii, watu wakaenda huko kazi, ikarudi. Tulikuwa tunataja kanuni hapa 34 ngapi? Je, maamuzi haya ambayo yamefanyika tena yamezingatia kanuni na taratibu za uendeshaji wa mpira ama ni busara imetumika? Na kama ni busara ambayo pia tulikuwa tunapinga hapa, tunakubaliana kumbe busara ina umuhimu kwenye mpira. Mimi naamini kabisa Juma, kwa uelewa wangu kwamba maamuzi ya mechi kupiga tarehe 25 ni maamuzi ya busara. Ya tarehe 25. Ni maamuzi ya busara kwa sababu zifuatazo. Unajua Juma, bodi ya ligi wakati wanasema mechi inapigwa tarehe 15 hawakuongea kwa bahati mbaya. Unaelewa? Yani wao walijiridhisha kwamba wanasimamia kanuni na wako sahihi kwenye kile ambacho wanakiamini. Nini kimetokea mpaka hili lote limekuja kutokea? Kwa sababu wenyewe wakati Yanga wanasema hatuchezi, bodi ya ligi walikuwa wanakwambia mechi ipo na walikuwa wanatupa mwongozo kwa nini mechi itakuwepo. Tumekuja kuona vitu vimebadilika baada ya kikao. Na hii sio mara ya kwanza busara inatumika. Tuliwahi kuona sakata la Feitoto hapa. Yanga walikuwa wako sahihi kwenye kile ambacho walikuwa wanakiamini, ndio? Lakini tuliona busara zilitumika, Faisal akacheza mpira. Kwa hiyo hata hiki ambacho kimekuja kutokea, yani mimi sitaki mtu aje aniaminishe kwamba kanuni na haki imetumika. No. Hapa kilichotumika ni busara kuokoa mpira wetu uendelee kucheza, kwa sababu watu wame trace back. Match 8 Simba hakucheza, akagoma. Na mimi ndio kuzungumza kwenye mic kwamba ili tukio ingekuwa ni timu nyingine ndio anaenda kucheza na Yanga, watu wangeenda kucheza mpira. Lakini tarehe 8 mechi haikuchezwa. Yanga pia wakaona kama nyinyi mnagoma, then si mnataka tuende kwenye hiyo siku ambayo nyinyi mnataka tucheze, hatuwezi kwenda, na si kubwa pia. Wakagoma, na wote walikuwa wanajua kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kumkata alama 15 Yanga wala hiyo Simba, kwa sababu hivi vilabu ni vikubwa kuliko bodi ya ligi, kuliko TFF. Nini kimetokea? Tunahitaji kutumia busara ili kuokoa mpira. Unanielewa? Hiki ambacho kimekuja kutokea leo, mimi naamini ni busara. Ndio maana haya maamuzi yamekuja kutokea baada ya kuitwa. Unanielewa? Yani kwa nini haya matokeo hayakuwa before? Yani unataka mimi naomba niwaulize nyinyi pia. Mnataka kuniaminisha kwamba wakati bodi ya ligi wanasema mechi inapigwa tarehe 15 walikuwa wamechanganyikiwa?
Walikuwa na akili timamu. Walikuwa na akili timamu na walikuwa wanajua nini kinaendelea, si ndio? Lakini kwa nini wametana hapo wakarudi wakasema kwamba mechi tunapigwa tarehe 25? Na hakuna mtu ambaye ameelezea kwenye barua. Uliuliza swali la msingi sana kwa Mkai. Hakuna mtu ambaye ameelezea kwenye barua kwamba kwa nini mechi inahairishwa. Sijui unaelewa? Na hautokuta upande wote Yanga anauliza kwamba kwa nini mechi imehairishwa hiyo tarehe, hakuna nini, kwa sababu watu wameangalia maslahi ya mpira. Kwamba okay, tulipofikia hapa nyinyi ni wakubwa. Na hizi timu zinagusa hisia za watu. Ifike mahala mpira ucheze. Wanaotakiwa kujuzuru pengine wakae pembeni, tuliokoe hili hapa. Lakini kwa kuniambia kwamba kuna haki imetendeka, of course Yanga anaweza kaja hapa akakwambia haki imetendeka, kwa sababu zinapotokea sakata kama hili, busara ikitumika, kuna upande lazima utaegemea hizo busara kutumika. Kwa hiyo katika hili bodi ya ligi inaonekana amefail big time, na inaonekana hana msimamo. Huoni msimamo wa Yanga ndio umepelekea haya kuchukua nafasi? Endapo wangelegea vitu vingeenda tu kawaida. Ndio maana nikakwambiaje, Yanga tangia mimi nazungumza hapa, kwa upande wao walikuwa wako sahihi, na mimi kuna kipengele nilikuwa naungana nacho cha kuhitaji wapate ripoti ya kwa nini mechi ya Machi 8 haikuchezwa. Unanielewa? Mimi shida yangu na bodi ya ligi ilikuwa imeanzia pale. Mmeahirisha mchezo, mmetumia kanuni. Simple, nakubaliana na nyinyi. Lakini waambieni hao watu hiyo kanuni ambayo mmeitumia kulikuwa na changamoto gani? Bodi ya ligi hapo wakawa wanaruka. Unaelewa kwamba hataki kutoa hiyo ripoti. Kitu ambacho Yanga wangekubaliana nacho baada ya kupata ripoti kwamba okay, tumejiridhisha mchezo wa kupigwa kwa sababu ABC mpaka hapa. Na kati ile mechi ya Machi 8 na hairishwa, ilikuwa inaonekana mtu ambaye anabebwa ni nani? Ni Simba. Na mimi nilizungumza kwenye mic kwamba bodi ya ligi ilihairisha ile mechi ya Machi 8 kwa shinikizo la Simba. Unaelewa? Kwa sababu gani nitakwambia? Sio shinikizo la simu ya Kigogo. Na Simba pia. Simba si ndio kwanza alianza kulalamika? Simba si ndio alianza kulalamika? Saa 8 ndio aliachia usiku. Umeelewa? Asubuhi saa 2 bodi ya ligi wanaamini kwamba mechi inafanyaje? Inapigwa hadi saa 8 mchana. Lakini pia kwenye kuweka sawa bodi ya ligi walikuwa wanafuata ni kama hii ya juzi. Bodi ya ligi ujua pengine walishajua hiyo mechi haiwezi kuchezwa tarehe 15, lakini kama mnakumbuka kina Boimanda mpaka saa ngapi bado walikuwa wanasema maandalizi ya dabi inaendelea. Kwa hiyo wakati mwingine utaratibu Juma kwa kumsaidia Ashlafu Mguto mpaka saa 7 alikuwa anasema mechi ipo, kwa sababu kile kilichokuwa kimetokea jana yake Simba kunyimwa uwanja kikanuni hakitoshi kuahirisha mechi. Kwa hiyo Mguto alikuwa anajua ile sababu imetokea, lakini haiwezi kuahirisha mechi. Sasa kwa nini mechi iliahirishwa? Ndo tunarudi kwenye makosa. Endelea Ashraf. Unaelewa? Sasa kama Juma alikuwa anakuja hapo kwako, kama mnajua ndani kwamba mechi haichezwi, mnaaminishaje wa Tanzania kwamba mechi inachezwa? Ndio maana nilikuwa nazungumza katika hizi pande mbili, kati ya Yanga au bodi ya ligi, kuna mmoja anadanganya wa Tanzania. Unakumbuka nilikwambia Juma? Yaani wote hawa hawezi kuwa wa kweli kwenye scenario moja alafu akawa wanagombana. Yaani kuna mmoja tu ambaye anadanganya wa Tanzania. Kwa tulipofikia bodi ya ligi wameshindwa kutuonyesha msimamo. Sijui unaelewa? Na hii inatupa picha pia kwamba mpira wetu kuna nyakati unaendeshwa na busara kuliko hizo kanuni. Okay, kama nyinyi bodi ya ligi mlikuwa mnaamini mko sawa kwenye hicho ambacho mnakiamini kabisa, ndio? Imekuwaje leo mmerudi nyuma na kupangwa mechi tarehe ambayo nyinyi mlikuwa hamtaki? Kwa sababu hii match 25 mimi naamini sio tarehe ambayo wao wenyewe walikuwa wanawishi. Unanielewa? Maana yake kuna nguvu nyuma ambayo imetumika. Ligi ilipaswa kuisha Juni 22 pasi na shaka kwa mujibu wa ratiba. Ndio. Kwa hiyo umeona kwamba ligi ilitakiwa ishe Juni 22. Mechi ya mwisho hapa sasa hivi inapigwa wapi? Juni 25. Maana yake ni kwamba Yanga na Simba wamepelekea kuvuruga ratiba ambayo ilikuwepo ya bodi ya ligi. Tunarudi hapa. Simba na Yanga kwenye mpira ni wakubwa. Yaani unajiuliza tu kama msemaji anapata uhakika wa kuja kuwaambieni kwamba kama kuna mwanaume yeyote ambaye atadiriki kugusa hata alama ya Yanga ajitokeze mbele. Maana yake nini? Wanajua wanachokifanya. Okay, point of correction. Okay. Ashraf amesema busara imetumika. Mimi siamini kama busara imetumika. Haki imetendeka kupitia kanuni za mpira kwa sababu kama busara ingetumika watu wangeishia kusameheana kwamba bwana tufunike kombe wanaalamu apite. Hakuna anayefukuzwa bodi ya ligi, hakuna anayewajibishwa. Lakini kwa sababu watu wamesikiliza pande zote tatu na wamegundua nani mwenye makosa, ndio maana watu wamefukuzwa, watu wamewajibika. Kwa ukiniambia busara imetumika, then you are wrong. Sorry. Ndio. Changamoto za mpira zinapotokea, sawa, usuluhisho unatakiwa kupatikana wapi?
yani mambo ya kimpira yakitokea kuna hitilafu ya mpira, ndio kwa hapa kwetu Tanzania, yani kabla ya kwenda CAS na wapi, hiyo issue inatakiwa kuwa solved wapi? Okay, naomba nikujibu. Mamlaka zenyewe zinazosimamia mpira zinatakiwa kusolve, lakini changamoto ni moja. Mwenye malalamiko Yanga hakuwa na imani na hizo mamlaka, kwa sababu alihisi zinamuonea na ziliahirisha mechi ya tarehe 8 pasipo kufuata kanuni. Kwa hiyo hata hizo mamlaka ungeziachia mamlaka yenyewe ya kusolve, zisingetenda haki. Wali Nisikilize mimi. sawa mwenyekiti. Sawa. Nishazungumza. Pomkai tunasikilizwa na ametumia message hapa na Haji Sande Manara, anasema anasikiliza Crown Sports. Okay, sawa. Haji, karibu sana Crown Sports bana. Takualika pia hapa. Evans, ukimya wa Simba unaleta tafsiri gani, ama ni aibu ambayo imewakuta baada ya barua yao ya Ijumaa kuandika ifuatavyo kwamba wao wanaitambua tarehe 15 na tarehe nyingine ambayo itapangwa kwao ni batili? Hapo kitu ambacho mimi naweza kusema, mpira umefeli. Umefeli big time, kwa sababu yani sidhani kama tutakiwa kufika huko watu watoe maamuzi wakati watu wa mpira wapo. Mpira wetu sisi umefeli. Na kwa nini nasema umefeli? Mechi tarehe 25 inachezwa na kila mtu ameridhia, si ndio? Young Africans ombi lao la kwanza lilikuwa ni nini? Alama 3 hawajapata. Kilichofuata, atuchezi mechi ya tarehe 15. Bodi ya ligi ijiuzulu. Bodi ya ligi imejiuzulu? Yes. Watu wangapi kwenye bodi wapo? Wale ambao walikuwa ni target wao wako pembeni. Mguto na Kasongo. Kasongo hajajiuzulu. Amesimamishwa kazi. Lakini ndio hivyo tuseme tu akirudishwa leo. Anarudishwa vipi? Mtu amesimamishwa, huyo mtu bado yupo kazini. Hajafukuzwa kazi, tuelewane hapo. Akirudishwa leo, haya sawa. Mechi ya tarehe 25 hawatacheza. Si ndio? Sitaki kuamini kama hawatacheza kwa sababu maagizo ya mechi kuchezwa hayajatoka kwenye bodi ya ligi. Hilo ni la kwanza. Unamaanisha nini? Wakati bodi ya ligi ndo wamechapisha barua kwamba mechi tarehe 25. Tunakubaliana waliochapisha mechi ni bodi ya ligi. Saini ilikuwa ni ya nani? Ya mtu ambaye leo hii hayupo kwenye bodi hiyo. Si walikuwa wamtaki huyo mtu? Mbona barua ambayo imechapishwa na kupitia kwenye ofisi yake wamekubali kwenda? Barua imetoka jioni na huyo mtu alikuwa yupo kazini. Ndio maana baadaye ikatoka taarifa kwamba amekaa pembeni. Kwa hiyo wakati barua inatoka, muhusika alikuwa bado yuko ofisini na aliweka sahihi. Hawana imani na huyo mtu. Yaani si hawana imani na huyo mtu. Yes. Kwa nini unaenda kukubali kufanya vitu vya mtu ambaye huna imani naye? Okay. Endelea, uwanjani wako. Yes. Kwa hiyo mimi nakwambia mpira umefeli kwenye baadhi ya maeneo. Yaani watu wameshindwa kusimamia kile ambacho wao wanakiamini. Okay. Simba walitoa taarifa kwamba hiyo mechi itakayopangwa nje ya tarehe 15 hawaitambui. Ni batili. Ukiangalia pia kulikuwa kuna taarifa kwamba wanaenda kufanya mazoezi siku ya tarehe 14 kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa tarehe 15. Kilichotokea baada ya kikao kilichokaa cha pande zote na kwenda kusuluhisha, ndio hii biashara ya kila mtu kukubali kwenda kucheza, wamekubali. Na ukikubali menzi kila kitu umeridhia, kwa sababu kuna mahali ndo kunatoka hiyo nguvu. Kabla ya hapo ndo maana mabishano yote ya muda mrefu yalikuwepo, kwa sababu hakukuwa na nguvu nyingine yoyote ambayo sisi tunaelewana, hakukuwa na nguvu ya ziada. Ndo maana nakwambia mpira wetu sisi umefeli, kwa sababu Young Africans waliamini sehemu pekee ambayo wanaweza kupata haki ya mpira ilishindikana. Mkali Evans ameleta mjadala mzuri, lakini nilitaka ni wakati unakwenda kwa Evans, kuna kitu Ansa likizungumza tuliweke pia sawa. Yanga waliona kwenye hizi mamlaka hatuwezi kupata haki kwa sababu hawana imani, lakini pia wanaona watu ambao wana msuguano nao ndio ambao wanapaswa kufanya maamuzi hayo. Je, Yanga walipaswa kwenda kwenye mamlaka ipi tofauti na hizi ili wapate haki? Binafsi nadhani sehemu ambapo ili jambo limefika ndipo ambapo lilitakiwa kufika ili tusonge mbele. Ilitakiwa iende kwa sababu ya kitu kimoja. Mamlaka zenye ambazo zinasimamia mpira ndo zilitakiwa kumaliza hili jambo, lakini ndo hizo ambazo zilitumika kuahirisha mechi tarehe 8 pasipo kufuata kanuni.
Na ndio hizo mamlaka zimekuwa zinasikika kwenye vyombo mbalimbali vya habari zikiwa zinatupa vijembe kwamba watu wameenda kasi. Tulijua kama we ni kiongozi uko kwenye mamlaka na unataka kusimamia mpira, huwezi kuwa unarusha vijembe hivyo. Na hata kama mtu alitaka kukuamini hawezi kukuamini. So hapa katikati tayari kulikuwa kuna ushindani baina ya Yanga na mamlaka zenyewe. Kwa hiyo haki singeweza kupatikana. Hii mamlaka huko walikoenda. Umeisikia hii sentence ya mwisho, kulikuwa na ushindani kati ya Yanga na bodi ya ligi. Of course, kwa sababu Yanga walichokuwa wanapigania, bodi ya ligi walikuwa wanajua wamefanya makosa na hawataki kuchutama. Swali langu la msingi Hans kwamba okay, limeshindikana kwa mheshimiwa rais ni mahala, yani kwa maana kwamba sasa hivi jambo lolote likitokea hapa kwenye maeneo yetu ya mpira tunatakiwa twende pale, yani ni sehemu rasmi, inatakiwa iwe sehemu rasmi kwa ajili ya utatuzi wa migogoro. Nataka nikwambie kitu kimoja hapa, hakukuwa tena na usikivu baina ya Yanga na bodi ya ligi. Pengine hata Simba wangeambiwa kwamba wacheze tofauti na tarehe 15 wasingekubali. Mimi naamini ili jambo lilitakiwa kwenda sehemu ambapo haki itapatikana, na ndio limekwenda kule, kwa sababu sehemu ambapo jambo limekwenda kuna kila aina ya wataalamu na pande zote tatu zimeitwa, ina maana zimesikilizwa. Kwa hiyo kilichotoka ni haki, kwamba mwenye makosa amewajibika. Crown Media. Hapa ni nyumbani.